Kaka, na ukiangalia leo ni siku ya Valentine. Tarehe 14. Mimi hapa napata message za mke wangu. Ananiambia umeniacha nyumbani manake nikamwambia wewe na Simba ni bora kuliko wewe. Yaani kwamba umemwacha shemeji nyumbani umekuja mwenyewe. Nimemwacha mke wangu nyumbani, ananiambia kwanza hapa nimeacha kesi kubwa sana. Ananiambia unaondoka siku ya Valentine unaye Simba ili wewe, nikamwambia Simba na wewe, Simba ni bora kwa siku ya leo. Jana tuko wote. Ndio. Juzi tuko wote. Kwa hiyo yeye atulie tu, kama ndoa niko radhi kuacha ndoa kaka. Kwa sababu ya kwa ajili ya Simba leo kuwahi mapema. Nimewahi hapa uwanjani. Hata kama watu bado ni wachache, lakini na imani watu wanakuja kwa wengi. Kuja kumtizama Aura. Kuja kumshuhudia Elimpanzo. Elimpanzo. Yani leo kiukweli kwa namshukuru Mwenyezi Mungu, familia imekaa vizuri kabisa. Kanielewa, lakini kanipa muda maalum. Bwana saa 2 ushaondoka. Mimi nikasema hiyo saa 2 huo ndio umechachamasa hapo. Kitu gani ambacho kimekuaminisha ikiwa mnaonekana msimu ligi ya mabingwa hamna matokeo mazuri katika dimba la Benjamin Mkapa? Kidogo dirisha dogo kidogo au nishike nje kabisa tonge vizuri. Shuka baba, shuka. Watu wanataka kukuona bwana Lomato. Kama umeweza kumwacha shemeji nyumbani kwa ajili ya Simba. Kwa ajili ya Simba. Kabisa. Mimi baba pole ndugu yangu. Mimi kwa matumaini kabisa ya timu yetu imekaa vizuri. Dirisha dogo usajili umefanyika vizuri. Ukiangalia Loemba msaji mzuri. Loemba. Yes, Libase Gwe yuko vizuri. Yaani tumepata matumaini ya timu yetu. Afu kiangalia sitoshe. Unaona kama hapa, unaona kama watu hawajafika. Lakini watu wako njiani. Watu wako njiani. Wengine watu wamekaa sehemu kwenye mabaa, sehemu fulani wametulia na wapenzi wao, warudishe nyumbani waje hapa. Mimi tukihelele changu tu kumwacha mke. Huku nimwacha leo kwa sababu atule tu nyumbani bwana. Jamaa mbaya. Atule kidogo nyumbani nije kupambana na Simba yangu. Kwa hiyo watu waje kwa wingi, hata kama mechi ya leo ni mechi ambayo ya mwisho, tushinde tusishinde, lakini namna mnaonekana hamna cha kupoteza leo. Lakini tusikae tu kizembezembe. Waje tu watazamaji bwana. Waje mashabiki, waje influencer wale influencer wale. Wapi wa masaa 72? Acha kuna wale influencer wengine wale wanaenda kupiga makelele. Wale wa masaa 72. Wewe kuepo Lomato. Bwana, ile kitu mimi unajua kizuri kama kocha kukiheshimu kama hisia. Unajua hisia ukiwa na hasira usongee. Na ukiwa na furaha usiongee. Kwa hiyo wale mabwana walikuwa na yani marafiki zangu akina JB64 yake ni marafiki zangu, lakini si imekuja, lakini wale kuna engo fulani watu kidogo wawe na mipaka fulani. Kwa hiyo lakini ndio hivyo kurekebishana mdogo. Kwa hiyo wamekosa kwa kiasi fulani, wamerekebisha kwa kiasi fulani basi, lakini ile mimi kuna watu walinipigia simu. Baada ile ilikuja interview nyingine wakina Lax. Kuna Lax kuja kuna wengine. Kuna yani interview kama 6 hivi. Bwana Lomato, kuna namna kama michuano ya ligi ya mabingwa Mnyama amepoteza, lakini kwa upande wa pili wenzenu wanasema kwamba msubiri muone wakiwawakilisha. Hamna. Wale watafika wapi bwana? Hawafiki. Kwamba kesho nao hawafiki. Mimi niko hapa. Hawafiki popote. Bahati nzuri mpita ofisini napajua. Nakuja pale na 50. Wakipita nakuja na 50 pale. Hawafiki popote. Unajua sasa ukiangalia mpira wa Jumamwiko yani umeyumba sasa hivi. Yani wewe angalia vizuri umeyumba. Hofu. Kwa maana sasa hivi watu wanatumia baadhi ya waandishi kumtukana Mpanzu. Kwa ajili wanamtaka kile wanashindwa namna gani ya? Kwa hiyo kuna vita fulani inaendelea chini ambayo si nzuri. Lomato, siku si nyingi. Tarehe 1. Ambao unawazungumzia. Mnakwenda mbona halo tumejipanga vibaya mno. Bahati nzuri Chama amekuja kutupa siri. Chama amewapa siri. Kuna siri gani sasa ambazo nyie Chama kuna siri Chama ameshatupa, na sisi kama my influencer wakiungana na influencer masaa 72. Wakiungana na influencer wengine wale tumeyapokea ushauri wa Chama. Chama ametupa siri nzito, na hiyo siri tutaitumia siku tarehe 1 mwezi wa 13 pale. Mwezi wa 3, my brother. Siku ya tarehe 1 March Yanga tunaenda kufunga goli 3-1. Yanga ya Pacome Zouzoua. Alafu huyo Pacome sasa wameweza kumkataa Pacome. Inakusemekana. Wao wameanza kumkataa. Wameanza kumkataa. Wasema performance yake imekuwa ndogo, ublaza unakuwa mwingi, kwa hiyo hata na tunashukuru wanasema jasusi sijui. Kumbe jasusi ni wao tumwamishia kwao. Mmepelekea jasusi. Wewe tulia. Kila kitu inaonekana siku ya tarehe 1 mwezi wa 3. Lakini tumejipanga vizuri. Usajili wa sasa hivi dirisha dogo
kiukweli mimi nafurahisha sana kipaji na uwezo wa Libase Gueye ambaye leo anakosekana bila shaka. Leo bwana yuko majeruhi na nini, kwa hiyo nadhani unajua timu yetu kama supermarket. Simba sasa hivi kama supermarket. Mnachagua au buffet, yani unachagua tu wali ndizi, wali nyama. Pilau mzuzu, yani tunaenda huko. Watu wanataka kusema mmejipata. Tumejipata vizuri sana. Tunashukuru za viongozi kwa kutupatia kwa kujenga Simba yenye misingi mizuri. Na tunaipokea. Na kikweli sasa hivi hata Simba kukutana timu ya Brazil, hata timu ya Real Madrid hauna hofu. Simba ikutana na Real Madrid. Simba kukutana na Real Madrid inaweza kwa sasa hivi. Hii ya Temeke au Simba hii inakwambia Real Madrid ya ile ya Spain. Yes, uwezo mkubwa sana Simba ina. Ukiangalia unaona mpira juzi pale KMC. Unaona KMC pale tunacheza wale? Yes, kwa hiyo mambo kama hayo lazima watu wawe na heshima. Mambo kama hayo. Kwa hiyo sisi Simba tumejipanga vizuri. Na tarehe 3 mimi mwezamini sina mawazo mengine yoyote zaidi tarehe 1 mwezi wa 3. Kwamba hata nyumbani ufikirie. Kaka, sina yani leo nionje kama kutembea tu, tushinde tusishinde, lakini akili yangu iko tarehe 1 mwezi wa 3. Wanasema wanaendelea kupiga pale ambapo wameishia kwenye mshono. Ngoja tarehe 1 mwezi wa 3. Hiyo sikio ndugu yangu. Kwanza naona kabisa kuna uwezekano mkubwa sana wa mimi kuvunja ndoa yangu. Yaani uvunje ndoa tarehe. Naona kabisa kuna uwezekano wa mimi kuvunja ndoa yangu. Kwa taarifa kwa umma. Yaani kuna uwezekano mimi kuvunja ndoa yangu siku hiyo. Niko radhi kuja kukesha siku moja kabla ya mechi ya Simba. Sasa huko unakuja kufanya nini? Kufanya maombi. Shika. Ili mwananchi wapasa. Hiyo sikio niko radhi. Unajua mimi mkiangu ukimwacha hata siku moja nyuma, yani ukimwacha nyumbani ushafika saa 3, ukifika saa 7 kesi asubuhi kakaangu atapiga simu polisi, yani atapiga simu vituo vyote. Kwa hiyo siku hiyo mimi tarehe 1 mwezi wa 3 kiuko nimejipanga. Mimi leo wacheze, kesho kuna mechi takumetana hapa katikati, kuna mechi wacheze, mimi sina shida. Au unawasubiri? Mimi nawasubiri hawa nyuma mwiko. Mimi nasubiri hao. Sasa wao wanasema endapo watatoka kwenye michuano ya ligi ya mabingwa hasira zao zote wanazimaliza. Tena sasa ogopa sana mtu ambaye amekaa na kuangalia. Unajua aliye juu msubiri chini. Yule msimu wa Yanga wana akili sana. Aliye juu mngojee chini. Sisi tunamwangalia tu hivi. Sisi tushatoka mashindano bwana. Tushajua yani sisi tunaweza tukubali tu kwamba awamu Simba hatujafanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Sasa huyu ambaye ndio ananing'inia pale. Kwa hiyo sisi tunasubia tu tutakapomdaka yule. Ni hatari. Bwana Lumato, kwa kumalizia, kuna namna kama semaji alinukuliwa akisema kukaa dakika 15 ama siku kadhaa bila kuiona Simba kama mjisikii vizuri. Kama mimi sawa. Yaani kujisikia vizuri kwa mashabiki yeye mwenyewe binafsi. Mashabiki kwamba yani sasa hivi mnatamani muione Simba kila siku ikicheza. Of course, tunatamani sana kwa sababu ukiangalia sasa hivi mwanzoni kiukweli hatuchezi vizuri. Tucheze vizuri. Kwa hiyo kama hadi mimi binafsi natamani sana Simba kesho naiona tu kulingana na performance ya mwalimu na wachezaji wameanza sasa kujuana wenyewe kwa wenyewe wachezaji. Tofauti na mwanzoni kwa kidogo inaenda shida kidogo. Naona wachezaji wanaingia pale unavyoona kabisa. Naomba ni hoji timu ya Simba wanaingia pale taratibu wanaingia vizuri kabisa. Wana vizuri bwana. Wanaingia. Na hii inamaanisha kwamba sisi tuko vizuri. Tuko vizuri kwenye ona basi ile. Safi kabisa. Mapema sana. Shukrani sana.